Tangu achukue uongozi wa Umoja wa Afrika, Rais Evariste Ndayishimiye ameleta mwelekeo mpya katika diplomasia ya bara uliojaa utulivu, kujiamini na maono ya mbele. Kilichokuwa kimekwama kinaanza kusonga tena, mazungumzo yanachukua nafasi ya mvutano na matumaini yanachukua nafasi ya mashaka. Katika eneo lenye migogoro la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hali inaanza kubadilika polepole. Vita havionekani tena kwa sura ile ile ya mapambano makali pekee, bali vinaanza kuambatana na juhudi za mazungumzo. Mazungumzo kati ya Kinshasa na M23 yanaendelea, yakitoa ishara ya matumaini kwamba diplomasi inaweza kufungua milango hata pale iliyofungwa kwa muda mrefu. Mvutano kati ya baadhi ya nchi jirani pia umepungua. Mahali palipokuwa na uchochezi sasa panaanza kuonekana uvumilivu na hekima ya kisiasa. Mkutano uliofanyika Brazzaville umeleta mwanga mpya wa matumaini kwamba maridhiano yanawezekana na kwamba mazungumzo yanaweza kushinda migogoro. Nje za bara, ziara za Mexico na Uturuki zinaonyesha dhamira ya kuifanya Afrika kuwa mshirika anayeheshimika katika jukwaa la kimataifa. Hii ni diplomasia ya kufungua milango inayolenga ushirikiano badala ya utegemezi. Katika yote hayo, Rais Evariste Ndayishimiye anaendelea kuweka mbele vipaumbele viwili muhimu: usalama na mapambano dhidi ya umaskini. Anaamini kuwa amani na maendeleo haviwezi kutenganishwa, kimoja kinategemea kingine. Wakati huo huo, kuna matumaini kwamba nchi za muungano wa Sahel zinaweza kurejea ndani ya mfumo wa bara, jambo litakaloimarisha umoja wa Afrika katika kipindi hiki muhimu. Ishara za kuongezeka kwa imani pia zinaonekana wazi. Zaidi ya nchi 5 tayari zimefungua balozi zao nchini Burundi, zikionyesha kuimarika kwa taswira na uaminifu wa taifa hilo. Hii ni picha ya Afrika inayosonga mbele, yenye utulivu zaidi, mshikamano zaidi na azma thabiti ya kujijengea hatima yake yenyewe.